Watu wanasema katiba mpya ndio inaweza ikaja ikatuwekea mifumo inayoendana na matarajio na mahitaji ya nyakati tulizonazo, katiba mpya. Lakini hii katiba ya zamani inashindwa kujibu kabisa kero ambazo zinatokea kwenye jamii kwa sasa, kwa sababu ilitungwa wakati wa chama kimoja. Hata ungeibadilisha kwa namna gani, mabadiliko ya mwisho kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yalifanyika mwaka 1994. Wakati huo bunge lilikuwa la chama kimoja na chama tawala kilikuwa bado ni CCM, na umri wa uwepo wa vyama vingi ulikuwa ni miaka 2 tu tangu mwaka 1992. Sasa ukienda kuisoma ile ibara, ukienda kusoma ile katiba, utaona kuna ibara zinakinzana. Kwa mfano, ibara 107A kubwa, ibara ndogo ya kwanza ya katiba, inasema mahakama ndio chombo cha mwisho kabisa katika utoaji haki kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukienda ukasoma ibara ya 74, nadhani ni ibara ndogo ya 7 hivi au ya 9 au ya 12 kama sijakosea, inasema maamuzi yoyote, matendo yoyote yatakayofanywa na tume ya uchaguzi, vyovyote vile utakavyotaka kuita wewe, uite huru au uitaje, lakini mamlaka inayosimamia uchaguzi hayawezi kwenda kuhojiwa mahakamani. Wakati huo katiba inasema kila mtu ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Tunayemgombea sisi wa chama chetu ACT Wazalendo kwenye kiti cha urais kwenye uchaguzi uliopita alikuwa na haki ya kuchaguliwa. Tume imesema hapana, huyu hana sifa. Haki yake hiyo imepokonywa. Akimbilia wapi kama katiba inavyosema? Mahakamani. Katiba hiyo inakwambia huwezi kwenda mahakamani kwenye jambo linalohusu Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini tumefikaje hapa? Tumefika kwa sababu hakuna consistency kati ya ibara moja na ibara nyingine ya katiba, na haya yanasababishwa na ukweli kwamba katiba itungwa 77 chama kimoja. Nyakati zilivyoenda, badala ya kuifumua yote kutengeneza katiba mpya kabisa kulingana na muktadha tulionao, tukawa tunachomeka baadhi tu ya ibara. Kwa mfano nitakwambia ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema Tanzania ni nchi huru ya kidemokrasia inayofuata mfumo wa vyama vingi na kijamaa, ujamaa na kujitegemea. Sera ya Chama cha Mapinduzi ni ujamaa na kujitegemea. Sera ya Chama cha Mapinduzi ni ujamaa na kujitegemea, ambao ulitafsiriwa vizuri sana mwaka 1967 wakati wa Azimio la Arusha, na umeendelea kurithiwa namna hiyo. Sera ya Chama cha Mapinduzi ni ujamaa na kujitegemea. Unawezaje kuwa na katiba ya nchi ambayo ina sera ya chama kimoja wakati huko kwenye mfumo wa vyama vingi? Haya ni mapungufu. Kwa hiyo watu wanaposema katiba ibadilishwe sababu ndio sheria mama na ndio inaoamua yani namna gani hali ya maisha ya jamii husika inapaswa kuwa, isipobadilishwa hiyo katiba, ndio haya unaona yanatokea.